Kwa majina naitwa Selemani Katala Amani, ni mwanasheria kutoka taasisi ya ofisi ya mawakili inaitwa Aryan Attorneys ambayo iko mjini Morogoro mjini. Ofisi ipo jengo la Mkombozi Bank, Commercial Bank, opposite na hospitali mkubwa ya mkoa Morogoro, pembeni ya kanisa kubwa la Mtakatifu Patrick. Kuhusiana na hii career day. Hii career day katika taasisi hii ya Highlands ni fursa muhimu sana au platform muhimu sana kwa vijana ambao wako katika elimu ya shule kuanzia form 1 na kuendelea. Taasisi ya Highlands inajishughulisha na vijana kwa 99% mpaka 100% tuseme. Lakini na katika hii kipindi cha career day inahusisha field tofauti katika kuja kutoa mawazo, mtazamo na way forward ya jinsi kufika katika taaluma tofauti. Specific kwa mfano wanasheria tukija tunawaelezea kuhusu namna gani wanaweza kuanzia masomo, kuanzia elimu aliyopo mpaka kufikia ngazi ya kumaliza masomo yao na kuchagua hii field ya sheria. Lakini pia kuna madaktari wanaelezea upande wao, kuna maengineer wanaelezea upande wao, kuna watu wa banking wanaelezea upande wao, kuna walimu na field nyingine ambazo wanaelezea ni namna gani, ni masomo gani ya kuzingatia kwa upande wao, ni vyuo gani vya kusoma ili kufikia katika nyanja wanayoikusudia kuifikia. Kwa upande wa sheria bado tuna uhitaji mkubwa. Ukienda kwenye mawakili waliosajiliwa ni almost 10,000 na 11,000. Lakini sensa ya mwaka jana ina Watanzania almost milioni 60 plus. Kwa hiyo kwenye field ya huko wanapotaka kwenda kwenye taaluma ya mawakili bado uhitaji ni mkubwa, wana nafasi ya kusoma na kufikia huko. Kwa madaktari wana idadi yao, wahasibu wana idadi yao. Kwa hiyo kwa upande wa wanasheria idadi ipo kubwa na uhitaji ni mkubwa. Kwa hiyo tunawatia moyo vijana na kuwaeleza kwamba mambo yapoje na wanaweza wakajishikaje mpaka kufika hapa walipo. Uhitaji ni mkubwa. Leo wapo hawa waliokuepo kwenye usajili, kesho hawapo. Leo wapo, kesho hawapo. Kwa hiyo uhitaji ni mkubwa na watu wanaenda kwenye field tofauti. Wataenda kwenye kujiajiri binafsi, wataenda serikalini. Bado uhitaji utahitajika mkubwa sana. Kwa upande wa wazazi wanatakiwa washike mkono watoto. Washike mkono watoto katika field wanazokuwa wanazitamani. Wakitoka kwenye career day hivi wakaenda nyumbani wakisimuliana, atakayetamani kuwa mwanasheria amconnect na mwanasheria, amzungumzie naye kwa kina zaidi. Huenda muda hapa haukutosha. Anahitaji kuwa mwalimu, akimwambia mzazi alibebe hilo wazo kwamba ndio lipo kichwani kwa mwanangu, amconnect na mwalimu, awe na ukaribu huo. Daktari vivyo hivyo, ili kupoteza ndoto ya mtoto baadaye asije akahama kwa sababu tu rafiki yake ameenda kwenye taaluma fulani na ahame kufuata rafiki yake, lakini kichwani alikuwa na kitu ambacho alikuwa na mahaba nacho cha kukisomea. Kwa hiyo wazazi washikane na taasisi katika yale ambayo watoto wanarejesha nyumbani, kwa sababu ni kitu chenye matunda mazuri na cha kumjenga mtoto leo na kesho yake. Licha ya masomo, atamaliza masomo, atakuja kuwa wa kujitegemea. Kwa hiyo lazima awe katika taaluma ambayo yeye mwenyewe ana mahaba nayo ili aweze kuitendea haki. Ndivyo hivyo. Rai yangu ni kwa walimu pia. Walimu waweze kutoa ushirikiano wa kutosha pia unapohitajika kwenye taasisi. Muda wa kuwapata wanafunzi, namna ya kuwapata wanafunzi, kwa sababu hii siku moja lakini ina impact kubwa sana kwenye kichwa cha mwanafunzi. Ndio inaweza kumjenga, kumtoa nilikuwa nawaza udaktari lakini leo nimekutana na mwanasheria, mimi ni mwanasheria kuanzia leo, akajilea hivyo. Nilikuwa natamani kuwa mwalimu lakini sitaki tena mwalimu, nataka kuwa engineer kwa sababu amekutana na engineer akamueleza namna gani anaweza kuwa engineer. Kwa hiyo walimu wawe na wivu wa kuona wanafunzi wanaenda zaidi ya kuishia tu kwenye form 4, form 5 na form 6. Iwe ikubwa. Upande wa taasisi yenyewe ina yawa form 1. Itakuwa na program ya wajuu. Kesho na kesho kutwa tutajikuta tunakutana na watu wa form 5 na form 6. Tutajikuta tunakutana na watu wa certificate deep in law. Ni vijana. Kwa hiyo lakini kesho na kesho kutwa waweze kwenda huko wanapokusudia. Kwa hiyo kwa taasisi, walimu na wazazi lazima watengeneze pira moja ya kuwa wanazungumza lugha moja kwa mustakabali wa makuzi na future ya watoto. Yangu ni hayo, tunashukuru Mungu. Karibuni kwenye area yetu ya tunatamani mkitoka hapa muwe
mmejiunga na sisi kuwa mawakili, sawa? Ehe. Sawa kabisa. Ukisikia neno sheria, unapata picha gani? Sheria ni nini? Yes? Mpigieni makofi. Mmemsikia lakini? Ehe, mwingine? Mwingine mwenye wazo la tofauti? Ndiyo, mpigieni makofi. Haya, sasa nikikupoint unaongea kwa sauti kidogo ili mwingine naye asikie, sawa? Ehe, sheria, mwingine ana wazo gani? Sheria ni nini? Sawa, sheria ni utaratibu, sheria ni kanuni ambazo zimewekwa na watu wa jamii fulani ili ziwaongoze, sawa? Ili ziwaongoze. Wewe huyo pembeni yako, hebu muangalie hapo. Huyo ni jirani yako, si ndio? Huyo ni jirani yako. Na umekaa naye hapo vizuri tu kwa sababu kuna sheria, sawa? Kuna sheria ambayo inakufanya usimpige kofi, si ndio? Ukimpiga kofi sheria inachukua mkondo wake, si ndio? Hiyo ni sheria. Kwa sheria inaweka utaratibu wa kuheshimiana, utaratibu wa amani na utulivu katika jamii, sawa? Ndio, hiyo ndio sheria. Kwa nini tunakuwa na sheria? Nadhani hapo nishajieleza sasa. Kwa hiyo nategemea niwaone mkirespond. Kwa nini tunakuwa na sheria? Umuhimu wa kuwa na sheria ni nini? Kwa nini tunakuwa na sheria? Ili tuwe na amani. Ili kuweka usawa. Mwingine? Ili kuwa na upendo. Mwingine? Kuheshimiana. Mwingine? Ili kuweka mipaka. Kutokubaguana. Kutokuwa na migogoro. Si ndio? Huo ndio umuhimu wa sheria. Sheria inatusababisha tunakuwa na amani, kunakuwa hakuna migogoro, kunakuwa na utulivu, unaweza kuishi na jirani yako. Jirani ni nani? Jirani ni yule mtu ambaye anaafektika na matendo yako, either positive au negative. Sawa? Hebu mgeukie jirani yako hapo. Mfanyie tabasamu. Meno yake kwani ni ya njano? Huyo mtu amepiga mswaki, si ndio? Angekuwa hajapiga mswaki hapa, ungekuwa umesikia harufu, si ndio? Lakini kwa sababu huyo mtu amepiga mswaki, maana yake ameweza kuishi vizuri na wewe, sawa? Kuna smoothness imetengenezeka kati yenu, sawa? Sawa. Kwa hiyo ndio umuhimu wa sheria, kwamba unaleta amani na utulivu. Mtu unaweza ukatabasamu kwa amani kwa sababu humbugudhi huyo wa pembeni yako kwa harufu ya kinywa, si ndio? Uweze ukampiga tu kofi. Sheria ipo, inafanya mambo yanaenda, sawa? Sasa unafanyaje ili uwe mwanasheria? Nyie mko form 1, si ndio? Ukisoma masomo ya arts ni yapi? Masomo ya arts ni masomo yote kasoro masomo ya science, yani masomo ya science, chemistry, biology, physics, hesabu. Na wale ambao wanasoma business, hayo hayahusiani na arts. Kwa hiyo arts ni masomo mengine yote, sijui English, geography, history, yote hayo ni arts, sawa? Kwa hiyo ukimaliza form 4 pale, si tunakubaliana hapa kila mtu anatoka na division 1? Kila mtu anatoka? Wangapi wanataka na division 4? Maana kuna watu nimeona kabisa wamekunja na sura. Nini? Nani anataka kutoka na division 4 hapa? Division 1? Wote? Sasa angalia usiwe msindikizaji wa wenzako kupata division 1. Sawa? Unatakiwa kuwe na maadili yanayokusababisha uweze kupata division 1. Unatakiwa uheshimiane na wenzako, unatakiwa una nidhamu shuleni kwa walimu na bidii, sawa? Na Mungu akusaidie, sawa? Ili uweze kufanikisha mambo yote haya. Sawa, utoke na division 1. Ukishapata division 1 pale,
kuna njia mbili. Unaweza ukaendelea form 5 na form 6. Ukifaulu pale, bado huko unaendelea na masomo ya arts. Ukifaulu pale form 6, unaenda chuo kikuu, unasoma pale miaka 3 au 4, alafu unaenda kusoma mwaka mmoja wa law school, unaapishwa kuwa wakili. Sawa? Alafu kuna njia nyingine ya pili ambayo ukimaliza form 4 una uwezo wa kuenda chuo ukasoma certificate in law, alafu ukasoma diploma in law, alafu ukasoma degree, alafu ukasoma shule ya sheria, ukaapishwa kuwa mwanasheria. Sawa? Hizo ndo njia za kuwa mwanasheria. Kwa nini mtu unakuwa mwanasheria? Ni passion tu, unapenda kuwatetea watu wengine. Sawa? Unapenda kuwatetea watu wapate haki yao. Sawa? Lakini kipato, unapata kipato, unapata hela, unapata mshahara. Umeona? Unaweza kutengeneza mshahara, ukapata hela, alafu ukajimudu na mahitaji yako. Sawa? Lakini ukatengeneza mtaji wa watu, kufahamiana na watu. Mimi ningekuwa sio mwanasheria, sijui ningewajulia wapi, nisingewaona. Lakini kwa sababu ni mwanasheria leo nimepata nafasi ya kuonana na nyie. Sawa? Hiyo ni faida ya kuwa mwanasheria. Sawa? Kujua mambo mbalimbali, kujua sheria mbalimbali, hiyo ni faida nyingine. Sawa? Kujua sheria za barabarani, kujua sheria sijui za hospitali, kujua sheria za uhasibu, kujua. Sisi tunaitwa wakili msomi. Kwa nini wakili msomi? Kwa sababu tunajua sheria mbalimbali, hata za vitu ambavyo hatujavisomea. Sawa? Hiyo ni faida ya kuwa mwanasheria. Nani ana swali mpaka hapo? Kuna mtu mwenye swali? Au mimi niwaulize maswali? Nyie vipanga, mimi niwaulize nyie maswali. Haki ni nini? Ukisikia neno haki ni nini? Haki. Sema hicho unachokifikiria ndo chenyewe. Hicho unachokifikiria. Mtu anakuwa na uhuru wa kufanya jambo fulani. Anachotakiwa kupewa mtu. Mwingine. Haki ni wajibu wa mtu ambao anatakiwa apate. Haki ni kitendo cha kuweka amani bila kuweka ubaguzi. Tujipigie makofi kwanza. Haki ni kila mtu unapozaliwa pale unakuwa umepossess haki fulani. Unazaliwa unakuwa na haki fulani. Sawa? Kuitafsiri kwa Kiswahili sana inakuwa kidogo ngumu. Lakini haki ni vile vitu ambavyo unastahili kupewa kwa sababu wewe ni mwanadamu. Sawa? Na ndio maana mtu akivunja haki yako tunamshtaki. Sawa? Kwa sababu ni haki yako. Unayo toka ulivyozaliwa. Yaani kitendo cha wewe kuzaliwa, una haki ya kuishi, una haki ya kusikilizwa, una haki ya kutembea Tanzania nzima bila kubugudhiwa na mtu yoyote. Sawa? Una haki ya kusoma. Sawa? Hizo ndio haki. Hiyo ndio maana ya haki. Swali lingine? Au kuna mtu ana swali mpaka hapo? Aina za sheria. Aina za sheria ziko mbili. Kuna sheria za madai na kuna sheria za jinai. Sheria za jinai ni zile ambazo ziko chini ya mkono wa serikali. Sheria za madai ni private, ambao unaingia mtu na mtu. Sawa? Kwa mfano nimekukopesha, haujanilipa na kushtaki. Sawa? Nikitaka kukufunga kwa staili hiyo, mimi ndo nalipia ili uwekwe ndani.
Lakini upande huu wa jinai, ukiiba, serikali ndio inasimamia na serikali ndio itakufunga. Sawa? Kwa hizo ndio aina mbili za sheria. Mwingine ana swali? Huwa bunge kazi yake ni nini? Kutunga sheria, right? Alafu mahakama, alafu na serikali kutekeleza. Kwa hiyo bunge ndio linasema kwamba sheria ni hii, alafu mahakama inatafsiri kwamba huyu kaletwa ameiba. Bunge lilitunga sheria kwamba mwizi anatakiwa ahukumiwe kifungo cha design hii, huyu amevunja sheria hii, alafu serikali inamfunga, inatekeleza, si ndio? Haya. Bado hamna swali? Muswada. Muswada ni sheria ambayo iko proposed, yani ni sheria ambayo inatakiwa ipitiwe kwanza na bunge, sawa? Lijadili ile, likisha kubaliana na hicho kipengele, maana yake inaenda kwa rais. Rais, tumeleta hii sheria mpya. Rais akikubali, anaweka sahihi, ile ndio inakuwa sheria. Kwa muswada bado sio sheria, ila ni sheria ambayo bado iko kwenye process ili ifikie kwenye sheria. Sawa? Ni kanuni tu ambayo ili inapitia kwenye procedure ili ifike kuwa sheria. Lakini inakuwa sheria baada ya rais kufanyaje? Kuweka sahihi yake. Mwingine hamna swali lingine? Hamna? Rushwa ni nini? Ulikuwa unataka uulize hilo Sasa mimi nimewawahi. Mimi nimewaambia mniulize. Rushwa ni adui wa haki. Umepata majibu? Okay, hiyo ni definition ambayo ikogo tu. Yaani rushwa ni adui wa haki. Kivipi sasa? Umeona? Maana yake wewe kuna haki zako, kuna stahiki zako ambazo unakuwa nazo. Lakini ili kuzipata inakulazimu uzilipie, aidha kwa pesa au kwa mali. Sawa? Ili uzipate. Lakini ni haki yako, maana yake unatakiwa uzipate tu bila kulipia. Ukishalipia inageuka kuwa nini? Rushwa. Sawa? Anayetoa na anayepokea rushwa wote ni wala rushwa, si ndio? Manake hauna kusema mimi nilimpa yeye ndio aliniambia. Wewe kwa nini ulitoa? Si ni haki yako upate. Wewe kwa nini ulitoa? Si ndio? Swali lingine. Kuna aina ngapi za rushwa? 2. Ipi na ipi? Rushwa ndogo na rushwa kubwa. Kuna mtu anawaza wa tofauti? Ndio hivyo mnafundishwa? Huyo rushwa ndogo na rushwa kubwa kaitolea. Nani anaweza kutujibia hilo swali? Rushwa ya moja kwa moja na rushwa ambayo sio ya moja kwa moja. Rushwa ya moja kwa moja imekaaje hiyo? Kwamba yani mimi bana mimi mamangu anaumwa na nataka apite hawa watu wa kwenye foleni hapa, nataka mamangu aingie sasa hivi kwa dokta. Dokta 50,000 ufanya mpango. Hiyo ndio ya moja kwa moja hiyo.
alafu ambayo sio moja kwa moja ni ya kificho. Msinong'one basi, tuna discuss. Mimi sio mwalimu wenu, si wachapi, si ndio? Mwingine ana maoni gani hapa? Rushwa inahusianaje na sheria? Kuna uhusiano wote kati ya rushwa na sheria? Tumesema hivi, tumesema bunge linatunga sheria, mahakama inatafsiri, si ndio? Alafu serikali inatekeleza. Manake kama rushwa ni kosa, mahakama inatafsiri kwamba ni kosa, alafu unawekwa ndani, si ndio? Au unapewa adhabu. Manake sheria inatafsiri adhabu kwamba ukifanya kosa hili adhabu yake ni hii, si ndio? Kwa ukiwa either umetoa au umepokea, maana yake sheria inahusika moja kwa moja kwenye hiyo, kwa sababu unakuwa umevunja sheria. Ukipita kule barabarani kule kuna mataa, si ndio? Ukipita pale kwenye yale mataa, wakati taa ya kijani imeruhusu, nini kinatokea? Sielewi. Magari yafanyaje? Kwani taa ya kijani inaruhusu? Inaruhusu au inakataza? Inaruhusu nini? Magari kupita. Sasa magari wakati yanapita, wewe ukiwa unapita pale, nini kinatokea? Ajali. Unakuwa umevunja sheria. Unakuwa umevunja sheria. Lakini ikawaka taa nyekundu ukapita, nini kinatokea? Haugongwi. Sawa? Nyie nitawachapa nyie. Unagongwa. Pale si kuna mataa tofauti tofauti yanayoruhusu watu wapite na yanayoruhusu magari yapite. Kwa hiyo tunaheshimiana kwamba saa hizi ni muda wa magari yanapita. Kwa hiyo huwezi kupita. Ukipita pale unagongwa. Si ndio? Kwa hiyo unasubiri muda wako, taa itakapokuruhusu ndio wewe unapita. Sawa? Na yule kwa sababu anakuwa amepita kisheria, sasa wewe ndio unakuwa na makosa. Sawa? Swali jingine. Katiba ni moja tu. Sawa? Hamna aina ngapi za katiba ya nchi. Katiba ni moja tu ndugu zangu. Ndio sheria mama hiyo ya nchi. Sawa? Sawa, tumemaliza. Karibuni kwenye kitivo cha sheria.